Sasa basi tuko kwenye kliniki ya daktari na dozi ya leo nadhani 3x3 itaweza sana. Sasa kwa wewe ambayo unataka kupunguza uzani, kwa wewe ambayo unasema unataka kula vizuri, unataka kula chakula cha afya, you are eating clean and you want to be, to eat very clean, you don't want to play around with what you are eating. There's a research here that is sort of very, very, very confusing, but it makes sense in some way. Now, wanasema eating an occasional treat and enjoying it alongside a balanced diet can clearly play a role in maintaining a healthy weight. Yani wewe ambaye unakula vyakula vya afya, wewe ni mtu wa nduma, wewe ni mtu wa sweet potato, wewe ni mtu wa broccoli, wewe ni mtu wa kukula mabiringanya, masalads, wewe ni mtu wa muhogo na mamboga, mamchunga, mamnyinya, tunaita mnyinya kikwetu kitaita. Unapenda kula sana maharagwe, unapenda nyama, mayai hapa na pale, lakini organic food, real food, sio pizza na chipo. Once in a while, you're advised to enjoy in an occasional treat. Ukitamani ka cupcake, kula kamoja, enjoy. Ukitamani ice cream, onja kidogo, enjoy, kwa sababu utafiti sasa unasema mambo tofauti kabisa na yale ambayo tulikuwa tunadhania, na unaonyesha kwamba kufurahia chakula badala ya kujinyima ni mbinu bora zaidi ya kupunguza uzito, kwani hisia za furaha wakati unakula kile chakula hupunguza homoni za msongo wa mawazo, yani homoni ya stress inayojulikana kama cortisol, inayosababisha kuhifadhi mafuta. Yani when your cortisol levels are high, kupunguza uzito kunakuwa ni nadra kwako. Sasa inasemekana when you are eating something that you are enjoying, not just because you're losing weight, but you are enjoying that meal. Wewe unakula broccoli, but unasema, oh my goodness, this broccoli is slapping. Even if you know it's not slapping. Unakula cucumber salad, unasema, oh my goodness, this is the best salad ever. Unaambia akili yako kwamba hii salad ni tamu sana. Inasaidia ile homoni ya mawazo, ya stress kupungua, na the more that hormone reduces, the higher your chances of losing weight. Inasemekana kwamba pia kula kwa utulivu, ukiwa umetulia, hauna pupa, sio tu umefondera chakula kwa mdomo, kutafuna pole pole na kuondoa hisia za yani una feel guilty, unasema jamani leo leo nime cheat. Hiyo cheating day yako hiyo moja ambayo umekula pizza maskini maybe once a month, unakaa una feel guilt, unasema sasa leo nitaongeza calories. When you're eating food without feeling guilty, inasaidia kwa wewe kupunguza unene. Jamani, ni kitu ambacho tulikuwa hatujajua. Mimi personally nilikuwa sijajua, lakini ni utafiti mpya ambao unaonyesha kwamba kufurahia chakula badala ya kujinyima ni mbinu bora zaidi ya kupunguza uzito mwilini. Na ni utafiti ambao umefanywa na chuo kikuu cha Stanford, na ni taarifa ambayo imechapishwa katika jarida la BBC. Inaonyesha kuwa kufurahia chakula kuna nguvu kubwa ya kupunguza uzito kuliko kuhesabu kalori. So wewe you are counting your calories. Sawa. Leo umeamka asubuhi, labda umekula mayai mawili, umekula kabeji hapo na umekula avocado. Alafu ikifika mchana, labda unakula tu vizuri, yani you're eating healthy food, but you're so obsessed with that food that you are not even enjoying it. Inasemekana kwamba hutapunguza uzani. You have to enjoy the food you are eating. Enjoy it so that stress hormone lowers in order for you to lose weight. So leo hii mimi hata nikiwa nakula nini, matoke, labda toke moja na kabeji na labda avocado, and probably it's not my favorite food, I will say, oh my god, this food is amazing because I want to lose that weight. Tuihamwe? Are we together? Watu kama mimi ambao wanataka kupunguza uzani, and we are on the process of doing that, it is time for us to enjoy that food even if we don't like it. Hii ni Radio Maisha.